leo tulikuwa tumekuja hapa Karema kwa kazi moja tu, kutembelea na kuona mradi wa ujenzi wa meli 4 za mizigo unaofanywa na kampuni ya Gold Voyage Logistics, ambao meli hizi 4 wanazozijenga zitakuwa zikifanya kazi katika ziwa letu Tanganyika. Meli hizi 4 ambazo zimeanza kujengwa tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025 zinakusudiwa kukamilika ndani ya miaka 2. Na kwa maelezo walikuwa wanafanya presentation pale, wametuambia mwakani by mwezi wa 7 zitakuwa zimekamilika. Sisi sote tunafahamu umuhimu wa ziwa Tanganyika, na kimekuwa ni kilio kikubwa kwa muda mrefu sana kwa wananchi wa Tanzania wakiongozwa na wabunge wa mikoa hii mitatu, kwamba lazima ifike mahali Tanzania kama nchi itambue potential ya uwepo wa ziwa hili kwenye eneo letu. Serikali imesaini mkataba tayari, ambapo hivi ninavyozungumza tumeanza ujenzi wa kiwanda cha meli pale Katabe, ziwa Tanganyika kwa maana ya Kigoma. Kile kiwanda kitasaidia kuhudumia meli mbalimbali. Hawa wenzetu wameamua kuja kujenga meli 4 kwa mkupuo zenye uwezo wa kubeba tani 2000 na watakamilisha ndani ya muda mfupi. Zitaunganisha upande wa kwetu na upande wa ng'ambo. Hii ni habari njema sana ambayo kimsingi waheshimiwa wabunge nawashukuru kwa kutambua na kuthamini. Kwanza, diplomasia ya uchumi ya rais wetu, mahusiano yake mazuri. Nchi ziko 4 wangeweza kujenga meli hii, wangechagua pengine bandari moja wapo wangejenga meli hizo, wamechagua Tanzania. Lakini 2, hawa wenzetu wangeweza kupitishia mizigo wao kwenye bandari zingine, wamechagua kupitishia kwenye bandari ya Dar es Salaam. Maana yake ni nini? Diplomasia yetu ya kiuchumi inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya vizuri kwenye nchi yetu. Ziwa Tanganyika ni mahali ambapo watu watakuwa sasa hawakimbii kwenda kukimbia Dar es Salaam, watakuwa wanakimbia kutoka mikoa mingine kuja kuweka uwekezaji. Kwa hiyo niwashukuru sana kwanza TPA kwa usimamizi mzuri wa kazi ambayo mnaifanya, lakini kuratibu mazungumzo haya ambayo yameendelea mpaka kumpata mwekezaji huu. Shie salamu kwa mkurugenzi mkuu na timu nzima ya management kwa niaba ya wizara, kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana. Tunao wawekezaji kutoka China ambao ni Gold Voyage Logistics Limited, ambao tumeingia nao mkataba wa kujenga meli 4. Mkataba huu wa miaka 2 ni ya upangishaji wa eneo wanaolitumia kujenga meli, na TPA itapata kiasi cha shilingi dola milioni 158,000 kwa miaka hiyo 2 watakuwa wanalipia kwa kutengeneza meli hapa. Kwa hiyo hapa wanajenga meli, lakini zitakuwa zinaenda Kalemi na maeneo mengine, lakini muhimu sana ni kuvutia shehena. Wananchi watanufaika kwa shughuli mbalimbali kwa kuanzia na mradi huu. Baadhi yetu wenyeji wa hapa na mkoa Katavi watapata ajira katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa meli na huduma za meli. Utaratibu huu utachechemua biashara katika maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika na sehemu zote zinazopita reli ya kati kutokea Kigoma, kwa maana ya reli ya kawaida MGR tunaita na reli ya SGR ikikamilika. Kiukweli kwa niaba ya kamati tumeridhishwa, tumeona tija ya uwekezaji ipo na tayari bandari imeanza kufunguka. Sababu tayari ukishakuwa na wawekezaji, maana yake tayari kile ambacho ulikipanga kifanyike na kitoe tija kimeanza kuonekana. Nchi yetu iko stable. Sasa mkishakuwa, tunaposema siku zote kwamba ulinzi na usalama unavutia uwekezaji na unafanya watu wavutiwe kuja nchini mwetu, mmoja wa mfano ni huu. Lakini pia cha pili, accessibility, uwezo wa kufika. Kama mnavyoona tulivyotoka Mpanda mpaka kufika hapa. Pamoja na kwamba barabara bado ni ya muda kwa maana ya changarawe, lakini serikali imeanza ujenzi wa barabara ya lami, lakini panafikika kirahisi. Jambo ambalo pia linampa confidence mwekezaji kwamba hata kama kuna mzigo utaingia na kutoka inakuwa ni virahisi, na ndio maana umeona kuna makaa ya mawe hapa. TPA kwa maana ya bandari pia tuwapongeze kwa usimamizi, tutatufikishia salamu kwa mkurugenzi mkuu na watendaji wote, tunawapa hongera, mmekuwa makini na tunaona sekta ya bandari inakuwa nchini. Kubwa ambalo tunataka tuiombe serikali ni kuongeza kasi kupitia shughuli hii, kuongeza kasi ya ukarabati wa meli ya Liemba na meli ya Muongozo. Na sasa hivi kwa sababu kiwanda cha kutengeneza meli ambacho kinajengwa kule Kigoma kitaanza hivi karibuni, basi meli hizi ambazo zinajengwa zikihitaji maintenance zitakwenda kufanywa maintenance mahala hapo. Kwa hiyo tunataka serikali ile jambo ambalo iamua kulichukua wenyewe
la meli zetu za serikali na ya kiwanda cha meli kule Kigoma kuongeza kasi, maana wadau kama hivi wameshajitokeza, wanajenga meli, wakimaliza hapo wakihitaji maintenance wapeleke kwenye kiwanda ambacho serikali itakuwa imejenga. Tumetembelea, tumekuta meli karibu imefikia asilimia nzuri za kutosha, lakini nipongeze serikali kwa kutafuta wawekezaji wa namna hii. Kupitia uwekezaji huu tutapata fursa nyingi sana kwa nchi yetu, lakini pia hata kwa vijana wetu watajifunza mambo mengi sana kupitia hawa wawekezaji. Tunashukuru sana serikali, asante sana. Tunaishukuru sana serikali na tunaipongeza, na tumeshuhudia pale vijana wapo wanaotokea kata hii ya Karema, lakini kata za jirani za Isengule pamoja na Ikola. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali, vijana wetu wamepata fursa, na hii tunaona kwamba inaenda kuleta chachu ya maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tukiunganishwa na majirani zetu DRC Congo kule Kalemi. Nashukuru sana na asante. Wakati wanajenga hizi meli, ni vyema serikali ikaweka mazingira ambayo kwa kiwango kikubwa sana unufaikaji wanufaishe bandari ya Karema na bandari ya Kigoma ambazo ndizo miliki ya nchi yetu. Tunanufaika, tunaona uhalisia kwamba sasa meli zinazojengwa zitakuwa zina uwezo wa kufanya kazi ndani ya mataifa matatu yanayozunguka ziwa hili la Tanganyika, kwa maana ya nchi ya Burundi, DRC Congo, Zambia, na ya nne ni nchi yetu wenyewe.